Ladies and gentlemen, there's a time whereby what goes round comes around. Inasemekana ya kwamba kulikuwa na mwanasiasa ambaye anaitwa Mheshimiwa Wycliffe Siocha Embanda ambaye alikuwa mstari wa mbele sana kulingana na maoni ya watu hasa wakazi wa Gusii Land ama Kisii County. Wanasema ya kwamba kuna kipindi ambacho Wycliffe Siocha alikuwa mstari wa mbele wakisha ya kwamba Dr. Robert Monda ambaye alikuwa ni naibu wa gavana wa Simba Arati katika kaunti ya Kisii. Eti Siocha ama Wycliffe Embanda alikuwa mstari wa mbele wakisha ya kwamba Robert Monda ametimuliwa ama amekaa impeached kutoka kuwa naibu wa gavana wa Kisii. Kuna watu ambao wametoa maoni mengi sana kwa sababu mimi wanasema ya kwamba Wycliffe Siocha ameumizwa kwa watu ambao wametuma, namna ambavyo maoni ya Wakisii wanavyosema kwenye kurasa wa mitandao ya kijamii, lakini ili halijathibitishwa kama ni kweli. Alafu kuna maoni ya watu wengi ambao wameyatoa kwenye ukurasa wao na reaction zao kuhusiana na kitu ambacho Wycliffe Siocha amefanyiwa, ameumizwa vibaya, kitu ambacho si kizuri. Najua tunafaa tufanye siasa nzuri na kuhubiri amani, si kuumizana namna ambavyo yanaendelea, kitu ambacho ni cha huzuni na si kizuri. Namna ambavyo tunajua sisi kama binadamu tunafaa kupendana. Nao kauli nyingi za wakaazi wa Kisii wanasema ya kwamba kalma haisahau siasa za usaliti ulipwa gharama kubwa. Siasa zina namna ya kuwakumbusha watu kwamba kila kitendo kina matokeo yake. Mheshimiwa Wycliffe Siocha Embanda alikuwa mstari wa mbele katika mchakato wa kumwondoa aliyekuwa naibu gavana wa Kisii Daktari Robert Monda, hatua ambayo wengi waliamini ilichochewa na tuhuma zisizo za kweli na ushahidi uliopangwa kisiasa. Leo baada ya shambulio la kikatili dhidi ya Embanda, wengi wanatafakari jinsi hali ya kisiasa inavyoweza kubadilika kwa haraka. Licha ya tofauti zetu, vurugu si suluhisho kamwe. Kilichompata Mheshimiwa Embanda ni cha kusikitisha na kinapaswa kulaaniwa vikali kwa sababu sio tokeo nzuri. Kwa hivyo kitendo hicho kinafaa kulaaniwa kwa sababu hatufai kufanya mambo ambayo tunayafanya kwa sasa, kwa sababu sisi ni binadamu, tunafaa kufanya mambo ya kiutu uzima, tunakupendana. Watu huo viongozi wanapaswa kuelewa kwamba matumizi mabaya ya mamlaka, usaliti na siasa za kuandama watu huacha majeraha makubwa katika jamii. Ukweli hujitokeza mwishowe na karma ina njia yake ya kuzungumza. Siasa zinapaswa kuwa kuhusu huduma kwa wananchi, uadilifu na maendeleo, si kuchafua majina ya watu, kusema uongo au kulipizana kisasi. Hiyo ni kitu ambacho sisi kama Wakisii tumekataa katakata. Tunafaa kuwa pamoja na tunafaa kupendana, sio kuumizana. Kwa hivyo ni kitendo ambacho kimefanyika mjini Kisii ambapo Wycliffe Siocha Embanda mheshimiwa ameweza kuumizwa vibaya, ila sasa tunaachia sheria ichukue mkondo wake na wale ambao walihusika huenda wakachukuliwa hatua. Thank you for watching and I wish you all the best.